Ni kipindi cha Kona ya Maarifa. Mtume na Nabii Joshua Chris hapa. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, na ninamshukuru Mungu kunikutanisha nawe tena kwenye kipindi chetu hiki, kipindi cha Kona ya Maarifa. Na ninamwamini Mungu leo tena atatupa maarifa ambayo kwa hakika ikiwa tutayapokea, tutayamini, na zaidi sana tutayaweka kwenye matendo, maisha yetu hayawezi yakabaki vile yalivyo. Neno la Mungu linasema aliwaponya wengi kwa neno lake. Unataka kupona kwenye eneo lolote, unataka kufunguka, unataka kuona kushinda msaada wa Mungu kwenye eneo lolote, moja ya kitu lazima ukipate ni neno lake. Kwani Mungu anasemaje? Natakiwa kufanya nini juu ya jambo hili, ili nione mema, nione baraka, nione ushindi. Mtu wa Mungu pale ulipo, katika kipindi chetu cha Kona ya Maarifa, leo ninakuletea maarifa yenye kichwa ondoa kwanza giza kwenye jina lako ili uweze kuona mema. Ondoa kwanza giza lililowekwa kwenye jina lako. Ninapenda uelewe, mtoto wa Bwana, jina alilobeba mtu, jina la mtu katika namna za kiroho ni mlango wake wa baraka. Jina alilonalo mtu ni daraja la kupitishia mema ya mtu huyo. Sio tu jina ni mlango, lakini jina lako, elewa kwamba jina lako ni daraja la mema, baraka fulani kupita na kuyafikia maisha yako. Na napenda uelewe maarifa haya. Wakati wote ufalme wa giza na mawakala wa giza wakitaka kuzuia mema kuja kwenye maisha yako, wakitaka kukunyima mema, wakitaka uishi maisha ya taabu, maisha ya kukosa mema na baraka, moja kitu pamoja na mambo mengine yote ambacho huwa wanashughulika nacho, wanalitafuta jina lako na watafanya kitu kwenye jina lako. Na moja kitu kwa namna za kiroho huwa wanafanya kwenye jina lako na kuzuia mema kuyafikia maisha yako. Maandiko yanakubali ya kwamba wataweka giza kwenye jina lako. Elewa jambo hili, mtoto wa Bwana, ya kwamba jina lako litatiwa giza. Na ndio maana maarifa ya leo ninayoyaleta kwako, ninasema ukitaka kuona mema, hakikisha kwanza umeondoa giza. Wapi? Kwenye jina lako. Usikubali jina lako litiwe giza. Watakachokifanya ili kukupinga, ili kuzuia mema kuingia kwenye maisha yako, watahakikisha kwa namna za kiroho wametanda giza, wamefunika kwa giza jina lako. Na jina lako likishatiwa giza kwa namna za kiroho, elewa mtoto wa Bwana, hauwezi kuona mema, hauwezi kuona baraka hizo. Hivyo watu wengi wameendelea kulipa gharama, lakini hawaoni mema kwenye maisha yao. Ni kwa nini hawaoni mema? Ni kwa sababu majina yao kwa namna za kiroho yamefunikwa giza. Ili waone mema, ni lazima lile giza lililotandwa kwenye majina yao liondolewe kwanza. Ili giza likiondolewa kwenye majina yao, ndipo watakapoona mema yakiingia kwenye maisha yao. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 6 mstari wa 3 na 4. Mhubiri 6:3 na 4. Mhubiri sura ya 6 mstari wa 3 na 4. Neno la Mungu linasoma hivi: mtu akizaa watoto 100 akaishi miaka mingi duniani, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haijashiba mema. Ana watoto wengi, ana miaka mingi ya kukaa duniani, lakini hajashiba mema. Tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko. Mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko mtu huyo. Na kilichosababisha akose mema licha siku nyingi duniani, watoto wengi aliwazaa, kilichosababisha akose mema, anasema hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Anasema ana watoto wengi, hakuna hata mtoto mmoja aliyefanikiwa, na ikiwa amefanikiwa hawamwangalii mzazi wao. Ana watoto wengi, lakini wote hawajafanikiwa. Amekaa miaka mingi duniani, lakini haoni mema yoyote. Una miaka 90, miaka 70, miaka 80 duniani,
lakini unakaa miaka mingi namna hiyo duniani na huoni mema, huoni baraka. Anasema sababu yake jina lake limetiwa giza. Mtu wa Mungu, nimekataa ili wewe alitakupata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Ninanena kama nabii wa Mungu kwenye maisha yako, giza lolote lililotandwa kwenye jina lako, liachie jina lako, liondoke juu ya jina lako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, na uanze kuona mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Elewa mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema miaka mingi duniani, watoto wengi, lakini hajashiba mema. Manake hakupata mema. Amekaa siku nyingi duniani, Mungu amemjalia kupata watoto, lakini mema hayaingii. Anasema sababu ya mema kutoingia, jina lake wamelifunika kwa giza. Mtu Mungu naye nisikiliza pale ulipo katika kipindi chetu hiki cha Kona ya Maarifa, ninapenda uelewe ya kwamba inawezekana kabisa ya kwamba umelipa gharama lakini huoni mema. Umefanya vyote ambavyo uliambiwa ukifanya utaona mema, lakini bado hujaona mema. Pamoja na sababu nyingine nyingi, napenda uelewe moja ya sababu ya kwa nini huoni mema hayo ni kwa sababu waovu kwa namna za kiroho wamelifunika jina lako kwa giza. Sitaki ukate tamaa, sitaki uchoke, sitaki uachie. Bado namwamini Mungu wangu, haya mema unayoyataka yataingia tu kwako. Maada Mungu hajanyamaza, anaendelea kutupa maarifa haya, anatupa series. Utashinda tu mtu wa Mungu na mema yataingia kwenye maisha yako. Leo ninakuhakikishia giza la waovu lililotandwa kwenye jina lako, giza hili litakwenda kuachia na utaona mema yakiingia kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen tena amen. Nilikuwa nanena na wewe katika kipindi cha Kona Maarifa, ondoa giza kwenye jina lako ili kuona mema. Na kwa dakika chache hizi nataka niombe na wewe. Na ninapoomba na wewe, amini tu ya kwamba maombi ninayoyafanya yana nguvu za Mungu na utaona matokeo baada ya maombi haya. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, asante kwa ajili ya mtu wako huyo. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, giza lolote la waovu lililofunika jina lake na kuzuia mema, kupinga mema, baraka kuonekana kwenye maisha yake, ninang'oa giza hilo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Ninaharibu giza hilo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Giza lolote lililotanda jina lake na kuzuia mema na baraka kwenye maisha yake, ninang'oa giza hilo kwa jina la Yesu. Ninalifungua jina lake, ninapiga hilo giza kwa jina la Yesu. Ninaondoa giza hilo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Ninatamka nuru na itande kwenye jina lake. Popote jina lake linapotajwa, popote jina lake linaposomwa, Mungu lialike baraka, lialike mema, mema na baraka ziingie kwenye maisha yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen tena amen. Barikiwe mtu wa Mungu, usikate tamaa, endelea kujitia nguvu ndani ya Bwana. Ukijua utayaweka kwenye matendo maarifa haya, utaondoa giza kwenye majina yako, majina ya watoto wako, na mema yataonekana kwenye maisha yako. Ni mtume na nabii Joshua Chris hapa. Nimesema na wewe kwa ufupi, ondoa giza kwenye jina lako. Fanyia kazi maarifa haya. Nimeomba na wewe muamini Mungu pamoja nami kwamba imekuwa, na kuanzia sasa nenda ukaone mema. Mpaka ninapokutana na wewe wakati mwingine, Mungu aendelee kukutendea mema. Mungu aendelee kukutendea mambo makubwa. Mungu akutunze, akuhifadhi, na zaidi sana Mungu abariki maisha yako. Mpaka tunapokutana kwenye kipindi hiki wakati mwingine, ninakuacha kwenye uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ufanye mambo makubwa kwenye maisha yako. Mpaka wakati huo, bye bye.